Matumizi ya bahari yamezidi kuongezeka siku hadi siku, na mara zote tumekuwa tukitegemea kwamba bahari kuwa chanzo kikuu cha biashara zetu na kuongezeka kwa matumizi yetu ya kila siku. Kila mmoja wetu tukitazama ndani kwake ana asilimia takribani 70 ya kila anachokitumia kinatokana na bahari ama kimesafirishwa kupitia bahari. Je, kuna umuhimu gani katika kuhakikisha tunatunza na kuboresha bahari yetu? Na kila mmoja wetu anahitaji kufanya nini ili kuhakikisha kwamba bahari inazidi kutunzwa? Kama kawaida, takribani asilimia 70 ya dunia imetawaliwa na bahari. Je, ni kwa kiasi gani sisi kama wananchi tunahitajika kuitunza bahari yetu? Tunapozungumzia urithi mkubwa ulioko mbele ya macho yetu, lakini mara nyingi hatuupi nafasi inayostahili. Wahenga waliwahi kusema, bahari haiishi kwa maji tu, bali na maisha yaliyomo ndani yake. Kila mwaka tarehe 8 Juni, dunia huadhimisha siku ya bahari duniani, tukikumbushwa kuwa zaidi ya nusu ya hewa tunayopumua inatoka baharini, na mamilioni ya watu hutegemea bahari kwa chakula, ajira na usafirishaji. Lakini je, tumeitunza ipasavyo? Je, kizazi cha sasa kimejiandaa kuhakikisha bahari zetu zinabaki salama kwa vizazi vijavyo? Jina langu ni Runa Mabai, ambaye ninakuletea simulizi, changamoto na fursa zilizomo katika kulinda na kutumia bahari kwa uendelevu, huku tukizungumza na wataalamu na wadau wanaopigania urithi huu adhimu wa Tanzania na dunia kwa ujumla. Karibu tuzamishe mawazo yetu kwenye kina cha siku ya bahari duniani kupitia mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam, Profesa Tumaini Gurumo, ambaye anatueleza sababu kuu ya kuanzishwa na kuadhimishwa kwa siku hiyo na kama nchi inashiriki vipi katika majukumu ya bahari. Siku ya bahari duniani hii kwa lugha ya kigeni inaitwa World Maritime Day. Maritime kwa mapana yake ni masuala yote yanayohusiana na bahari. Lakini World Maritime Day, hii siku ya bahari tunayoizungumza, inayosherehekewa ama inayokumbukwa kila tarehe 25 ya Septemba ya kila mwaka, ilianza kuadhimishwa mwaka 1978 na shirika la bahari duniani, ambayo kwa kifupi tumezoea kusema kuita IMO, lenye makao yake makuu London nchini Uingereza. Hasa ni nini ilileta hili wazo la kusherehekea hii siku? Tukijua hapo tutaona na sisi ushiriki wetu Tanzania. Kikubwa ambacho kilikuwa kinatazamwa ni kuonesha umuhimu wa uwepo wa bahari na usafirishaji kwa njia ya maji. Kwa hiyo katika kusherehekea hii siku tunajikita sisi kama nchi kuangalia umuhimu wa uwepo wa hii bahari, lakini umuhimu wa uwepo wa usafirishaji kwa njia ya maji. Asilimia 80 tukitazama ya biashara ya dunia inasafirishwa kwa njia ya maji. Kwa hiyo, lakini usipolizungumza hili jambo, watu wengi sana yumkini hawajui kama asilimia 80 ya biashara yote inasafiri kwa njia ya maji. Ndio maana hii siku ikawepo, na ndio maana hata sisi Tanzania kila mwaka tunaadhimisha hii siku. Lengo ni kuonesha umuhimu wa usafirishaji kwa njia ya maji. Kuna kipindi tukiangaliana ama tukitazama chumba hiki tulichopo, sisi mmoja mmoja nyumbani tunakotoka, mimi nikijitazama hapa, inawezekana kabisa kila kitu nilicho nacho kilisafiri kwa njia ya maji ndio nikakipata. Kwa hiyo huo ndio upana na ukubwa wa masuala ya maji na hii siku kuisherehekea. Lakini pia tunaadhimisha masuala ya ajira yanayopatikana katika bahari. Ajira za namna mbalimbali. Sisi tumejikita zaidi kwenye ubaharia. Tunaangalia jinsi ambavyo bahari inaweza ikatoa ajira nyingi za kunufaisha Mtanzania mmoja mmoja, lakini kukuza kipato, lakini pia na kukuza na pato la taifa pia kwa ujumla wake. Siku ya bahari duniani kila inapoadhimishwa kila mwaka, tumekuwa tukipata kauli mbiu kutoka shirika la bahari duniani. Na mwaka huu kauli mbiu
ambayo inahamasisha siku hii inasema kwamba bahari yetu, wajibu wetu, fursa yetu. Maana yake ni nini? Tunapoitazama bahari, tutambue kwamba kuna manufaa mengi sana ambayo tunayapata. Tukianza na bahari yenyewe, na sisi hapa Tanzania sasa hatuzungumzii bahari tu, tunaenda mpaka kwenye maziwa makubwa yale, tunaenda na mito ambayo inatumika kwa shughuli mbalimbali ambazo hata baharini zinafanyika. Kwa hiyo tunaona kuna ajira pale zinapatikana kwenye bahari kutokana na kuwepo kwa bahari, wavuvi, wamama wanaotengeneza samaki na mnyororo mzima wa thamani wa haya shughuli za uchumi wa bluu. Lakini pia kuna watu wanamiliki meli, wanasafirisha watu. Kwa hiyo watu wanapotoka eneo moja kwenda eneo lingine, wanasafirisha biashara zao. Tayari pale kama si ajira, basi kuna ukuaji wa uchumi. Uchumi unasonga mbele wa nchi kutokana na shughuli zinazoendeshwa baharini. Lakini pia kingine, tufahamu kwamba haya mabadiliko ya tabia nchi na mengineyo, katika upande wa bahari ina nafasi kubwa sana ya kuregulate haya mabadiliko kama tutaitunza sawa sawa. Oxygen, hewa safi tunayovuta sisi wanadamu, tunayoitumia sana, inatoka nyingi, inatengenezwa baharini. Lakini pia huku baharini ndiko kwenye rasilimali pia nyingi. Tumezoea rasilimali za huku nchi kavu, lakini rasilimali nyingi sasa hivi tunaenda kuangalia, tusigombanie tu hizi za nchi kavu ambazo tumekuwa tukizitumia muda mrefu. Tuone baharini kuna madini kama yalivyo nchi kavu, kuna rasilimali kuna vitoweo huku baharini, tunapata samaki na mazao mengine ya maji, lakini pia tunapata ajira kwa ajili ya vijana wetu wanaoendesha hivi vyombo. Kwa hiyo kuna faida kubwa ya kuwa na matumizi bora ya hii bahari. Lakini pia kuna miongozo imewekwa ya kuhakikisha kwamba kila bandari inakuwa na maeneo maalum ya kupokea uchafu unaotoka kwenye meli. Uchafu unakusanywa katika safari nzima. Ukifika bandarini, ule uchafu unatakiwa utolewe, na ukishatolewa unafanywa nini ule uchafu, ili hata huko unakopelekwa nchi kavu usiende kuleta madhara. Kwa hiyo hivyo vyote ni miongozo ambayo imewekwa kimataifa ambayo tunapaswa kuifuata. Kwa hiyo katika vitu vilivyosisitizwa mwaka huu, tunaambiwa tuone wajibu wetu. Lakini katika kutunza mikoko, tunaona jitihada kubwa zinaendelea. Mikoko ile ni mazalia ya viumbe vya baharini. Tunapoitunza kwa wingi, inapokuwepo kwa wingi, maanake tunajihakikishia upatikanaji wa samaki, uzalianaji mkubwa, ukuaji wao, lakini si kwa matumizi ya leo tu, na matumizi ya vizazi vingine. Tutatumia leo kula nyumbani, lakini kufanya biashara pia. Samaki wanahitajika sana, soko kubwa duniani. Kwa hiyo inapelekea kwenye fursa, lakini hizi fursa hatuwezi kuzipata zikawa endelevu kama hatutatunza mazingira. Kwa hiyo huo ni upande wa uwajibikaji, wajibu wetu. Lakini tunaambiwa bahari hii ni fursa. Kwa tukiitunza vizuri, tutafaidi hizi fursa kwa vizazi vyetu vingi vijavyo, kwamba tutapata ajira humo ndani, tutapata chakula humo ndani, tutapata biashara ya kimataifa humo ndani, samaki tukiuza, lakini pia tutapata kusafirisha, kama nilivyosema awali, 80% ya biashara. Kuna visiwa hapa katika nchi yetu ambavyo hawana namna nyingine, vidogo vidogo lakini vina watu kule, hawana namna nyingine ya kufikishiwa bidhaa, chakula, kama sio kupitia hivi vyombo vya baharini. Kwa hiyo fursa zinapatikana kwa wingi ndani na nje ya nchi, tukitazama hii bahari kwa uzuri. Kwa hiyo tumepewa uwigo mpana kabisa katika mwaka huu kutokana na hii kauli mbiu, tujionee namna gani tunazichukua hizi fursa wa Tanzania, lakini pia kwa kuzingatia wajibu tulionao wa kuitunza hii bahari sawa sawa. Kama chuo, kwenye ajenda nzima ya kulinda bahari na kuhakikisha uendelevu wake, tuna maeneo kadhaa ambayo tunayafanyia kazi. Eneo la kwanza, sisi tunaandaa mitaala ambayo tunatumia kuwafundisha wanafunzi wetu. Kwa kuwa mafunzo yetu sisi yamejikita kwenye eneo la bahari,
karibia kila darasa ama kila kozi inakuwa na somo la kufundisha utunzaji wa mazingira na masuala yanayozunguka habari nzima ya mazingira ya bahari. Na hii inatokana na sheria za kimataifa pia zile zinazogusa masuala ya mazingira ya bahari. Lakini cha pili, tunafundisha kwenye kozi fupi ama za muda mfupi na za muda mrefu. Tunafundisha taasisi mbalimbali namna gani wewe kama mmiliki wa meli unapaswa kuendesha shughuli zako huku ukilinda mazingira. Wewe namna gani kama kampuni inayosimamia uendeshaji wa meli unaweza kufanya shughuli zako kwa namna bora zaidi ya kutunza mazingira. Kwa hiyo kwenye kozi hizi ndogo ndogo na ndefu tunazozitoa kwa makampuni mbalimbali, taasisi mbalimbali, zinasaidia na zenyewe pia kuweka msisitizo katika matumizi bora ya bahari kupitia Chuo cha Bahari Dar es Salaam. Lakini tunafanya tafiti pia. Kwenye upande wa tafiti, wanafunzi wetu pamoja na walimu kwa kushirikiana tunafanya tafiti. Tunaangalia maeneo mbalimbali yenye changamoto kwenye utunzaji wa mazingira ama uendeshaji wa biashara nzima ya usafirishaji kwa njia ya maji. Kuna changamoto ya mazingira na tunafanya tafiti ya namna gani ya kufanya kwa ubora zaidi bila kuathiri mazingira. Lakini zaidi ya hapo tunatoa ushauri. Tunatoa ushauri kwa kampuni binafsi pamoja na serikali. Miongozo mipya imetoka ya kimataifa, mikutano ya kimataifa ambayo inahusiana na masuala ya utunzaji wa mazingira ya bahari. Basi yote hiyo tunashauri serikali kushiriki na taasisi binafsi kutekeleza majukumu yao ili sote tuweze kwenda kwa pamoja katika kulinda bahari. Na tumekuwa tukiendesha makongamano pia. Makongamano haya yanakusanya wadau mbalimbali, sio wa usafirishaji kwa njia ya maji tu, wadau wapana zaidi wa masuala ya maji ama bahari. Tunakusanyana pamoja, tunafanya discussion ama majadiliano, hivi hali ikoje sasa hivi Tanzania, tunafanyaje ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama katika matumizi haya ya bahari. Na cha mwisho ni kwamba sisi katika Chuo cha Bahari Dar es Salaam tuna klabu ya mazingira ambayo wanafunzi wanahusika moja kwa moja. Hapa wanajifunza namna bora, wakitoka hapa wanaenda kuwa walimu kwa wengine kwenye jamii kule wanakokwenda. Kwa hiyo hayo ndio maeneo makubwa naweza kuyazungumzia ya sisi kama Chuo cha Bahari Dar es Salaam tunavyotekeleza hii ajenda nzima ya utunzaji wa mazingira ya bahari. Katika jiji la Dar es Salaam ndipo linapopatikana soko la kimataifa ambalo linategemea bahari yetu. Pia imekuwa kitovu cha kibiashara cha samaki na mazao yake. Soko la kimataifa la samaki Feri ni moja ya mifano ya moja kwa moja ya namna bahari inavyochangia katika kukuza uchumi wa taifa. Nasoro Mbaga ambaye ni katibu mkuu wa soko la kimataifa samaki Feri anaeleza kwa namna gani soko hilo kupitia bahari limeweza kukua na kuimarisha maisha ya wananchi. Sisi kama wadau wa soko la samaki Feri tunashukuru wavuvi wetu, tumewapa elimu ya kuilinda bahari kwa namna moja ama nyingine, ikiwemo kuwazuia wasifanye uharibifu wa aina yoyote upande wa mazingira, ikiwemo kuvua kwa njia haramu ambazo hazitakiwi kisheria zitumike, au na ule uvuvi wa haramu wa bomu. Wavuvi wetu wote tumewapa elimu hiyo, na wenyewe pia wamekuwa ni askari kwa mambo mbalimbali ya kibahari, kwa sababu bila kufanya hivyo ina maana itawasili ama itatuasili sisi wote, kwa sababu bahari kama hutailinda tayari hata yale mazao ya bahari yatakuwa upatikanaji wake itakuwa ni shida. Na ukizingatia sisi maisha yetu yanaendeshwa kwa ajili ya kutegemea mazao ya bahari. Kwa hiyo wale wote ambao wanaokwenda baharini ni walinzi tosha kwa ajili ya kulinda bahari pamoja na mazao ya bahari. Na ndio sababu sasa hivi hatukubaliani na mtu yoyote ambaye atajaribu kuichafua bahari kwa namna yoyote alafu sisi tukamfumbia macho. Lazima tumripoti ili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Mimi nashukuru soko hili limetengeneza fursa 100%, kwa sababu nikichukua rekodi ya mwaka 2000 kabla hili soko halijazinduliwa. Hili soko kwa upande kwanza, nikienda upande wa jinsia, upande wa kina mama
hakina mama ambao waliokuwa wanajihusisha na uuzaji wa samaki, hususan hata wale wa kukaanga dagaa, walikuwa wafiki 20 mwaka 2000. Lakini hivi ninavyozungumza sasa hivi tumezidiwa, wanawake ni 80%. Kwa hiyo utaona ni namna gani hili soko baada ya kujengwa na kukabidhiwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limetuachia nafasi ya watu kufanya biashara kwa uhuru bila kubuguziwa, na imetengeneza ajira kwa vijana pamoja na kina mama pamoja na watu wa rika mbalimbali. Na ndio sababu mwaka 2002 tunaingia sokoni tulikuwa takriban watu 1400 hivi. Lakini hivi sasa ukiuliza soko lina watu takriban ya watu 6000 ambao wanashinda hapa kuanzia saa 12 hadi saa 12. Na hili soko linaingiza watu ambao wanaingia na kutoka sio chini ya 10,000 kwa siku. Kwa hiyo hapo utajua kabisa hili soko limetupatia faida kubwa kiuchumi na kiajira. Kwa hiyo tuna vijana, tuna akina mama, tuna dada zetu, tuna wazazi wetu ambao tunategemea hili soko. Na uzuri wa hili soko linatoa huduma ndani ya Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam na nje ya Tanzania. Kwa bahati nzuri sisi kama wadau wa soko la samaki Feri tunashukuru tumepata elimu ya namna gani ya kuitunza na namna gani ya kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vitaifanya bahari au mazao ya bahari kwenda kwa utaratibu ambao unatakiwa kisheria. Kwa sababu kama unavyofahamu, elimu kwanza ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hata unapokabidhiwa vifaa kama hujapewa elimu, ina maana itakuwa hujafanya jambo la msingi. Lakini nashukuru tumeshapewa elimu na baadhi ya vifaa tumeshaahidiwa tutavipata kwa ajili ya matumizi ya bahari. Kuna watu binafsi ambao maisha yao yote yamejikita katika biashara ya samaki, na hapa tutamsikiliza mfanyabiashara wa samaki ambaye atatueleza namna bahari ambavyo imempatia riziki pamoja na changamoto alizokutana nazo katika harakati za kila siku. Huu ni mwaka wa 25 na nilikuwa kijana, sasa hivi nishakuwa mzee, lakini naweza kusema nashukuru kwa sababu nimeweza kusomesha wanangu, nimeweza kuwa na mahali pangu pa kukaa, na maisha yanaendelea, mahitaji kwa wote yanapatikana. Nashukuru niseme kama niko kazini. Mimi bahari naichukulia kama kila kitu. Nashukuru. Na vijimiradi vingine juu, lakini sosi yake au asili yake ni hapa baharini. Baharini nilikuja sifuri, lakini namshukuru Mungu niko kama nilivyo kwa ajili ya bahari. Fanya biashara, napata riziki yangu. Bahari kwa sasa hivi ni kama vile imezidiwa, watu ni wengi. Watu wengi, ajira nyingi zimekuwa ni baharini. Samaki mpaka wamekuwa hatoshi, ndio sababu unaona pia kuna samaki kutoka nje. Frozen kama kamongo, mpaka vibua, mpaka changu, kwa sababu mahitaji yamekuwa ni mengi. Nadhani kwa sekta hii ni fursa kwa watu wengi. Itasaidia watu wengi sana kufika mbali. Mimi ningeshauri labda kuwepo na darasa ya kuwafundisha kuanzia wavuvi mpaka na watumiaji wa bahari, kwa sababu kiukweli inatusaidia wengi, lakini kuna sasa kila mtu ana akili zake. Kuna baadhi ya vifaa vinavyokatazwa labda kuvulia, wavuvi wengine wanatumia, ambavyo vinaua ule uwezekano wa upatikanaji wa wingi wa samaki. Sasa wakipata darasa wakaelewa kwamba labda wanaotakiwa kuvuliwa ni wale samaki ambao wanahitajika, wengine wakaachwa baada ya muda mfupi wakavuliwa, tukaweza kunufaika nao, itakuwa ni jambo nzuri. Bahari ina umuhimu wa bahari ni kwamba inatuletea samaki, na sisi wafanyabiashara tunanufaika na samaki wanaopatikana kipindi hicho. Kwa tuseme kwa kweli bahari ina umuhimu sana kwa sisi wafanyabiashara. Inatusaidia pamoja na familia zetu kiuchumi. Watoto wanapata kusoma, familia zinaendelea. Faida ambazo tunapata katika bahari ni faida nyingi tu kwa sisi wafanyabiashara wa eneo hili. Samaki wanapokuwa wengi, basi na biashara inakuwa kubwa zaidi. Samaki wanapokuwa chache, biashara inakuwa ndogo. Yaani ina maana kwamba huduma inahitajika sana kwa kipindi hicho.
watu wanakuwa wengi, wanahitaji biashara, lakini biashara haipatikani. Lakini samaki wanapokuwa wengi zaidi, kwa hiyo huduma inapatikana kwa wengi. Samaki wanakuwa wengi, watu wanapata samaki, wanafanya biashara zao. Kwa hiyo tunakuwa tunanufaika katika kipindi hicho. Sisi kama wafanyabiashara, kwanza tunafurahia na mazingira ambayo sasa hivi serikali imeweka. Hicho kimoja wapo. Na pia tunapenda sana sisi kama wafanyabiashara kwamba hali hii ambayo inaendelea sasa hivi ya usimamizi wa bahari kupitia serikali yetu waendelee kusimamia kwa uzuri zaidi ili tuendelee kupata manufaa zaidi. Kama nilivyosema awali kwamba bahari inatufaisha sana sisi wafanyabiashara wadogo kwa wakubwa. Maana hapa tumegawanyika, kuna wafanyabiashara wadogo na kuna wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo tunafurahi sana katika mazingira kama hayo, maana tunanufaika na bahari yetu. Na tukizungumza kuhusu bahari, hatuwezi kuwasahau wavuvi wadogo wanaoishi maisha yao yote baharini. Dereva wa boti za wavuvi ndiye anayewaongoza baharini kila siku. Atatupa picha ya hali halisi ya changamoto ambazo wamekuwa wakikutana nazo na rai yake kwa jamii. Nimeanza kuvua miaka 84, 85 wakati nikiwa mdogo sana. Nimekuta bahari ikiwa ina mambo mengi, miundombinu mingi haijaribiwa, ilikuwa bahari ilikuwa nzuri, tulikuwa na samaki wengi. Lakini kadiri siku zilizidi kwenda, bahari ilikuwa karibu ilikuwa inazidi kuwa mbaya kutokana na matumizi mabaya, uvuvi haramu. Yaani kinachofanya kiharibike bahari ni chini ya bahari. Chini ya bahari inakuwa kuondoa yale miundombinu ya chini ya bahari. Yani hasa sehemu za mazalia ya samaki. Nyumba za samaki, wasamaki wanapotakiwa kuishi. Ndio kitu kikubwa sana kinachoasili bahari. Kwa hiyo kama tutalinda mazingira yale, inatusaidia sana na kwa vizazi vijavyo. Baada ya hayo yote sasa, mkurugenzi wa Chuo cha Bahari Dar es Salaam, Profesa Tumaini Gurumo, anatueleza mikakati kiasi gani imekuwepo katika kuhakikisha kupitia vijana wanashiriki katika kuitunza hazina ya bahari, na ushauri gani kwa wananchi kuhakikisha bahari inazidi kutunzwa kama tunu ya maendeleo ya baadaye kupitia kauli mbiu. Ili Tanzania na watu wake tuendelee kunufaika vilivyo na kuwepo kwa bahari, maziwa makubwa, mito inayotusaidia kwenye usafirishaji na rasilimali nyingine. Fursa ziko wazi. Lakini kikubwa kabisa, utunzaji wa haya mazingira. Na utunzaji wa mazingira ya bahari na kuhakikisha usalama wa bahari ni jukumu la kila Mtanzania, kila mmoja. Jukumu letu sote, ila tumegawanyika kwamba mimi kama chuo nitakuwa natoa elimu na mafunzo, lakini kuna wewe mtumiaji ambaye ni wa moja kwa moja, unaishi katika ufukwe, karibu na ufukwe. Hakikisha kwamba tuhakikishe hatuachi, kwa mfano plastics, tusiwe tunazitupa tu. Tunapokuwa na makatazo, tuyazingatie kwamba mifuko ya plastiki labda imekatazwa, na sisi tuzingatie kama Watanzania mmoja mmoja, tusisubiri jicho la mtu mwingine mpaka likuangalie. Kwa siri ukiwa peke yako unatupa, ila ukiona watu unasubiri ngoja wakipita nitaangusha. Tuwe na responsibility, yani tujisikie vibaya. Tutambue umuhimu wa utunzaji wa haya mazingira ambayo yanaenda kutuzalishia ajira, yanaenda kutuzalishia ukuaji wa uchumi katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi niombe sana. Lakini pia hata matumizi mabaya ya maji yetu, kwa maana ya wavuvi wanaoenda kuvua. Kuna makatazo ya namna gani uvue, namna gani usivue. Tukikosa kuyafuatia yale, kila mmoja ajitazame tu mwenyewe, usisubiri mpaka polisi awepo akutazame, sijui TASAC awepo akushike shati akurudishe nyuma. Iwe ni responsibility person. Wewe mwenyewe ujisikie vibaya kwenda kinyume na taratibu na sheria zilizowekwa, kwa sababu zinapowekwa maana yake zinatutengenezea sisi sote wa Tanzania. Tukivua vibaya leo, tukaharibu mazalia ya samaki leo, maana yake kuna uwezekano wa kupata samaki wadogo wadogo tu
wanaondoka, samaki wakubwa hawapo, lakini pia tuna uwezekano kabisa, kwa maana ya kwamba hawazaliani vizuri, lakini pia kuna uwezekano mkubwa kabisa tukaelekea kupata njaa, lakini tunarudisha nyuma uchumi wa nchi yetu, kwamba samaki ambao wangekuwa kwa kiasi ambacho kingeuzwa nje ya nchi hawapatikani tena. Maana yake hata mapato ya kigeni hatuwezi kuyapata tena. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja wetu, na wewe unayejua vizuri zaidi mweleze na mwingine. Basi ukipata we mmoja elimu ukawaeleza na wengine pale, basi tutakuwa tumeshirikiana, na kwa namna hiyo kwa pamoja ndani ya nchi tuna uwezo wa kulinda bahari, lakini pia na nchi kama nchi tunaposhirikiana na jirani zetu, kwa maana ya mashirikiano ya kikanda, yanasaidia pia katika kulinda ama kutunza mazingira yetu ya bahari kwa manufaa ya kizazi hiki na vizazi vijavyo. Katika kuadhimisha siku ya bahari duniani, tujuzane sisi kama Watanzania. Je, tuna mchango gani? Je, tunashirikiana katika kutoa na kulinda na kutumia bahari kwa njia endelevu? Kumbuka, bahari ni uhai. Tukiiweka salama, tunalinda maisha yetu na vizazi vijavyo. Hii ndiyo dhamira ya siku ya bahari. Mimi ni Runa Mabai wa TBC.